kwamba jeshi la polisi kwa Morogoro kweli limemkamata huyu mtu anaitwa Omari Selemani Mwanamtwa. Kwa sasa ana miaka 60. Ila kwa wakati ule miaka 9 iliyopita wakati wa tukio hili alikuwa na miaka 51. Huyu alikuwa ni dereva taksi, lakini pia ni mkazi wa hapa Morogoro maeneo ya Chamwino, na alikuwa akitafutwa tangu mwaka 2016 kwa tuhuma za mauaji ya mwanamke aliyekuwa anajulikana kwa jina la Ulumbi Stefano. Kipindi hicho anafariki au anapotea, alikuwa na miaka 61, mkazi wa Kihondo. Kwa wale waliokuwepo mkoani hapa, huyu bwana mama alitoweka, hakuweza kupatikana kwa kipindi chote hicho, kuanzia kipindi hicho mpaka sasa hakuweza kupatikana, na kini gari ambalo lilimbeba kwa mara ya mwisho likuja kuonekana likiwa na damu. Kwa hiyo kaa imesemekana kwamba amekufa. Kwa hiyo tukio hilo ambalo kwa wakati huo lilivuta hisia lilitokea mwezi Machi mwaka 2016 katika eneo la kijiji cha Kasanga Mashambani katika manispaa ya Morogoro, ambapo mwanamke huyo ilisemekana aliuawa na mwili wake haukuweza kuonekana mpaka sasa. Taarifa za mashuhuda wa tukio hilo zilieleza kuwa mwanamke huyo alikuwa na mazoea ya kutumia gari la huyu bwana Omari Selemani Mwanamtwa, ambaye mimi nitamuita mtuhumiwa, na alikuwa dereva taxi. Hii gari yake ilikuwa ni taxi na shughuli zake, na alikuwa anatumia hilo gari kwa shughuli zake binafsi na matembezi, kutokana na hali ya yule mama kuwa ni mlemavu wa miguu. Kwa hiyo alikuwa mara kwa mara akitumia taxi kwenye matembezi yake. Baada ya mwanamke huyo kutoonekana kwa muda, ndipo baadaye gari namba T 577 AQJ aina ya Toyota Corolla mali ya Mayasa Ali Hashim. Huyu alikuwa kwa sasa ni afisa elimu mstaafu, ni mkazi wa mkoani Tanga, lakini alikuwa akiishi hapa Morogoro. Lililokuwa linaendeshwa na huyo mtu ambaye nimemtaja, ilikutwa imetelekezwa eneo la Msamvu kwenye kituo kimoja hapo cha kuuzia mafuta ya magari, na likiwa limesheheni damu kama ambavyo nimesema. Kwa hiyo wakati wote huo jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi wema walikuwa kwenye ufuatiliaji wa marehemu pamoja na huyo mtuhumiwa. Lakini hatimaye huyu mtuhumiwa amekamatwa, lakini mpaka sasa Ulumbi Stefano ambaye ni marehemu hajaweza aidha mwili au yeye mwenyewe hajaweza kupatikana. Kwa hiyo hatua mbalimbali za kisheria zinaendelea kukamilishwa kwa ajili ya maamuzi, ikizingatiwa kuwa gari la mtuhumiwa lilikutwa likiwa na damu inayodhaniwa kuwa ilikuwa ya Ulumbi Stefano. Kwa hiyo hapa mchakato wake ni mrefu kidogo wa uchunguzi, na ndicho hasa kinachosubiria. Huyu mtu tunaye, tunafanya naye mahojiano, tunakamilisha uchunguzi wa tukio la mauaji. Unajua kitu kimoja hapa ambacho kinathibitisha shtaka la mauaji huwa ni mwili wa mtu ambaye anasemekana amekufa. Lakini pia kisheria huko muda ambako mtu kama atasemekana amekufa na akapotea akaonekana, basi kisheria inaweza ikathibitika kwamba huyu mtu tayari amekufa. Tunafanya uchunguzi wa taarifa iliyopokelewa dhidi ya mwenyekiti wa kijiji cha Ulelingoma, inapatikana kwenye kata hiyo ya Ulelingoma, wilaya ya kipolisi Ruhembe au wilaya ya kiserikali Kilosa, ambaye anafahamika kwa jina la Generasco Resfori Mnyang'ali. Huyu ana umri wa miaka 36. Lakini pia tunamchunguza mtu anaitwa Tegemea Maganza, miaka 34, askari wa jeshi la akiba na mkazi wa Uleling'ombe. Hao watu tunawachunguza kwa sababu ilielezwa kuwa mnamo tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2025 kiongozi huyo pamoja na watu wengine wawili, mmoja wapo ni huyo askari wa jeshi la akiba, waliwakamata vijana wawili kwa tuhuma ya wizi wa simu moja ambaye ni mali ya mwenyekiti huyo ambaye anafanya kazi za wakala, kuwatesa na kuwafungia kwenye ofisi ya kijiji hicho wakiwatuhumu kwa wizi wa simu kama nilivyoeleza. Kwa hiyo taarifa za tukio hilo pamoja na tuhuma za wizi vyote vimefikishwa kwenye vituo vyetu vya polisi wilaya ya polisi Ruhembe na nyingine taarifa zingine wilaya ya polisi Kilosa. Kwa hiyo zimeunganishwa kwa pamoja, tunaendelea kuzifanyia uchunguzi. Kwa hiyo tunachunguza tukio la wizi wa simu kama ambavyo limeripotiwa, na hapa kuna watuhumiwa wawili ambao walikamatwa. Lakini watuhumiwa hao pia ndio wanaolalamika kwamba wakati wa ukamataji walifanywa vitendo vya ukatili, vitendo vya unyanyasaji. Kwa hiyo majarada yote atakapokuwa amekamilika, kama tunavyojua
tutapeleka kwenye ngazi zingine za haki jinai kwa ajili ya maamuzi zaidi. Polisi tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 3 au ni raia wa nchi jirani ya kigeni. Hao wanatuhumiwa na tuhuma mbalimbali za uhalifu, lakini pia na matukio ya utapeli. Na miongoni mwa matukio hayo ni pamoja na matukio ya wizi wa pesa na mali ambazo zinahifadhiwa ndani ya magari. Kumekuwepo na taarifa za matukio ya watu kuibiwa pesa, kiasi cha pesa kwenye magari ambayo yanakuwa yameegeshwa kwenye maeneo mbalimbali, aidha majumbani au kwenye maeneo ya kazi. Kwa mtu anakuta tu gari lake limefunguliwa au limevunjwa kioo upande wa pembeni na kiasi cha pesa kinakuwa kimeibiwa, au mali kama vile hizi laptop, kompyuta mpakato hizi. Sasa kwenye hawa walikamatwa kuhusiana na tukio moja ambalo nitalieleza hapo. Hawa walikamatwa kwa hatua, tulikuwa tunafuatilia tukio ambalo lilitokea Februari 11 mwaka 2025 asubuhi katika mtaa wa Forest, kata ya Boma, wilaya na manispaa ya Morogoro, ambapo waliiba kiasi cha shilingi milioni 14. Hii ilikuwa ni mali ya mtu mmoja anaitwa Saidi Daudi Mfaume, miaka 31, mfanyabiashara na mkazi wa Forest Morogoro. Hao walifanikiwa kuiba kutoka kwenye gari la kwake lenye namba T 357 CWF ambalo walilifuatilia. Huyu mtu alitoka kwenye mmoja wapo ya taasisi za kifedha kwa maana ya benki, kwa kiasi cha pesa na alihifadhi kwenye gari. Kwa hiyo hao walikuwa kwenye hilo eneo wameegesha, walifuatilia, walikuwa wana gari za usajili namba T 442 DGD aina ya Toyota Mark ambayo nayo tumeikamata, tunaifuatilia, hatujatambua mwenye nalo. Kwa hiyo walifuatilia kutoka kwenye eneo la benki alipotoka na akaenda kuegesha kwenye makazi yake. Baadaye watuhumiwa walifanikiwa kuvunja kioo cha pembeni ya gari hilo na kuiba kiasi hicho cha pesa ambacho ni shilingi milioni 14. Kwa hiyo watuhumiwa hawa wanatumia fursa ya kuegesha kwenye maeneo kama hayo taasisi za kifedha kuweza kufuatilia watu ambao wanafanya miamala mbalimbali, na nafikiri na watu wao wengine ambao tunawafuatilia wanaoshirikiana nao kuwapa taarifa watu ambao wanafanya miamala mikubwa. Wa kwanza anaitwa Kafue Njenge. Yeye huyu ana miaka 40, ni Mkikuyu. Kazi zake ni dalali, lakini pia ni mkazi wa Lutokutoku Kijaido nchini Kenya. Lakini tunaye Josephine Wambui Kauriti. Yeye ana umri wa miaka 54, ni Mkikuyu, mfanyabiashara, mkazi wa Embakasi, Nairobi, Kenya. Tunaye Daniel Timothy Mtua. Huyu ana miaka 37, ni Mkamba, lakini pia ni dalali, mkazi wa Kangudo Road, Mola, huko nchini Kenya. Kwa hiyo hawa pamoja na watu wengine ambao ni wa Tanzania sasa wanakuwa wanafanya hizo shughuli za utapeli na wizi ambao nimeueleza, na penyewe uchunguzi unaendelea zaidi kuweza kubaini matukio mengine ambayo hao wameyafanya kwenye maeneo yetu. Na kama kuna wananchi ambao wanafahamu walifanywa matukio kama haya, ni vizuri kuja kufika kutoa taarifa zao polisi au kuja kuwatambua watuhumiwa, kuzingatia kwamba uchunguzi wetu unahusisha matumizi ya teknolojia mbalimbali kuweza kuwafahamu watu kama hao. Kwa hiyo jeshi la polisi linawashukuru wananchi wote wema ambao wanaendelea kutoa ushirikiano kwa kutoa